Na sherehe muhimu ya kitamaduni ilifanyika katika eneo la Imalimba, Kajiado ya Kati na kuwaleta pamoja wanajamii kutoka maeneo mbalimbali ya Ilpart Maro katika jamii ya Maasai ijulikanayo kama Enkopito. Hafla hiyo huashiria hatua muhimu ya mabadiliko katika maisha ya vijana baada ya kukamilisha kipindi chao cha ujana ndani ya rika lao. Kwa kawaida, sherehe hiyo ilikuwa ikiendeshwa kwa kuhusisha waganga wa jadi kuelekeza vijana katika hatua mbalimbali za ibada na mila za kimapokeo. Hata hivyo, jamii imeanza kutumia mtazamo mpya ambapo ibada hiyo ya kimila inafanywa kupitia maombi rasmi ya Kikristo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, naibu chifu wa kata ya Marba Felix Malitei alisema sherehe hiyo ni hatua muhimu katika maisha ya vijana hao na inaonyesha namna jamii inavyobadilisha taratibu za kimila za kuingiza vijana katika hatua nyingine ya maisha huku uhifadhi umuhimu wake wa kitamaduni. Ya darati ama madawa. Kwa hivyo wachungaji hao wamechukua muda na leo wakaleta watoto hawa, wakaleta professionals wakuja waongelesha watoto maisha yao ya kesho ya baadaye. Na hii imeturahisishia kazi kama machifu na manaibu wa chifu ama ofisi yetu ya administration, kwa sababu watoto hawa wamekuwa wakifundishwa kwa likizo pamoja na kuwa na zile homework zao. Kwa hivyo hawana nafasi ya kuenda kuungana na watu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu na tunashukuru community hii ya Ilpart Maro scheme ambao wamefanya kazi nzuri. Tuna abstain vitu zingine ambayo haifai kwa mila na tulete ile ambayo inafaa kwa mila. Nafaa vizuri kwa mila yetu, tutaongelesha kama wazee, lakini tuongeleshe kama professional, kwamba tuambie kwamba mche Mungu na wafanye juhudi, wafanye katika elimu, wafanye kama makabila mengine. Hii ni jambo tofauti ambayo imetuletea umoja. Hata katika nchi sisi tumejikusanya kama watu wa eneo moja ili tukapate kuleta nchi pamoja, tukapate kuleta watu pamoja, wakapate kuomba Mungu na hii iwe tofauti na zile zingine. Watoto walikuwa wanaonyeshwa mpira ya kazi ya warani, kazi ya kuchunga, hawakuwa wanaonyeshwa mambo ya shule. Na kwa wakati huu naona njia mzuri ya kuhakikisha watoto wanafuata njia mzuri ya masomo na kanisa.